Ndugu zangu, adui ni yule ambaye aliyepetuka utu, ikiwa ni jini au ni mtu, basi atakuwa ni mtu aliyepetuka utu wa mtu. Na kupetuka utu ni kule kukosesha haki ya mtu na haki za mwanadamu. Tujizungumzie sisi. Haki ya mwanadamu zipo za aina tatu. Kuichezea haki ya mwanadamu na kuivuruga mpaka mtu awe adui yako ni sehemu tatu. Moja, nafsi. Haki ya binadamu kwenye nafsi. Kuivuruga nafsi ya mtu na ukaichezea nafsi ya mtu, utatengeneza uadui. Lakini la pili, mali. Ukichezea mali ya mtu, ukaivuruga mali ya mtu, ukaiba, ukafanyaje, utatengeneza uadui. Jambo la tatu ni heshima. Haya mambo matatu haya ndio ambayo ndio sosi ya kivurugwa yanatengeneza kitu kinachoitwa uadui. Hapo mtu atakuwa anavuka mipaka, ya'taddu hudud al-bashariyya, atavuka ile mipaka ya kiubinadamu ambao Mwenyezi Mungu ameiweka kwa kila mtu. Ndio sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam akaifanya hutuba yake ya mwisho kabisa katika viwanja vya Maka iwe ni hutuba itakayohusu utu wa mwanadamu kwenye mambo hayo matatu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun bainakum ka hurmati yaumikum hadha, akiwa na maana ya kwamba hakika damu zenu, akisema damu ndio maana ya nafsi, na mali zenu na heshima zenu ni haramu baina yenu, kati yenu nyinyi, kama ilivyokuwa haramu siku yenu hii. Khutba hii ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam inakuwa inatuchapia darsa kwamba mtu akigusa hivyo vitu vitatu hivyo alivyokataza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mtu, ndio ashatengeneza uadui.